زمان فترة من الرسل بغايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منه على الآذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى ثم صلاة وسلام الأتمان الأكملان على من اختاره الله رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله. والله ما خلق الإله ولا درى والله ما خلق الإله ولا درى خلقا يرى كمحمد بين الورى. Ama baad. Ama kwa hakika shukrani za dhati zinamstahiki yeye Allah muumba mbingu na ardhi aliyekuwa na atakayekuwa daima, na sinabudi kumtakia rehema na amani ziada zimuendee kipenzi kiongozi mtume wa ulimwengu mzima, kiongozi wa zama hizi za teknolojia na sayansi, mtume mtukufu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mitume wote ulul azmi wale watano ambao kwamba Allah aliwanyanyua daraja: Isa, Musa, Nuh, Adam, Isa, Musa, Nuh na Ibrahim na mtume wetu Muhammad. Wote tunasema wasalamu ala al-mursalin, mitume wote 124,000. Ndugu zangu wanaosikiza Waislamu na wasiokuwa Waislamu, karibuni sana katika kipindi yetu ulimwengu wa Kiislamu. Katika jalsa kama hizi huwa tunafanya mjadala au debates, na tunaangalia mada yote ambayo kwamba hatukubaliani tunajadili, na tunaangalia wewe unakubali mimi sikubali, kwa nini hatukubaliani na nini imefanya tusikubaliane, lakini kwa msingi wa ilmu na historia za hakika. Ukikwanza ukithibitisha kwa mjibu wa vitabu vya Mungu, alafu baadaye ukatoa historia ya uhakika ambayo kwamba unajua ilmu haijifichi. Ilmu huwa haijifichi. Kile ambayo kwamba umesoma na mimi nimesoma, nimepata. Lakini vitu vya porojo huwa vinakuwa ni wewe tu unajua, hakuna mtu mwingine anajua. Ndio tuna inaleta fedheha. Kwa hiyo hapa tutabase katika ilmu ya vitabu, Biblia na Qur'ani, na pia tutabase katika historia za uhakika. Leo tunataka kujadili siku gani ndio siku ya ibada, siku gani Mungu kateua, siku gani ndio Mungu amewawekea watu. Unajua sisi Waislamu tunamwabudu Allah kwa wiki hiyo, siku 7 yote tunamwabudu Allah, na kila siku tunamwabudu Allah mara 5. Kuna ndugu zetu wa Kristo ambao kwamba wanaomba lakini ibada wanafanya siku moja kwa wiki. Karibu wengi katika Wakristo, zaidi ya Wakristo bilioni 1.5 wanaitukuza siku kama hii ya leo Jumapili, na ndio wako wengi. Kuna wale ambao kwamba walikuja wakapinga ile imani wakajitoa, ni SDA. Hawa wanasema hapana, Sabato Mungu alimpa Musa Jumamosi tuishike. Leo pia tutapata thibitisho wapi Mungu aliteua hiyo siku, na tutaangalia pia Jumapili, Jumamosi. Sisi Ijumaa tunaiadhimisha tu, lakini tunaabudu Allah kwa siku mara 7. Na pia kuna mwenzetu hapa Messiah, Messianic Dr. Gerishon, na yeye pia atatuambia ibada ina siku maalum au Mungu anafaa kuabudiwa siku zote, pia atatueleza. Lakini kwa sababu ndugu zetu tuko na muinjilisti Titus Ongeri, yeye ni MSDA, atatueleza. Sisi Waislamu tunaamini Allah alimpa Musa Jumamosi, kulikuwa na siku tukufu Jumamosi, lakini tunaamini Allah aliondoa tena, na wale ambao kwamba walivunja Sabato Allah akawabadilisha manyani na nguruwe, na siku ikaenda, Allah akaweka siku nyingine. Ndugu zetu wanashika mpaka leo, anatueleza alipata wapi, kwa mjibu wa kitabu gani, na mada tutaenda kwa haraka. Tuwe walimu ambao kwamba ni professional, unaweza kunukuu kwa haraka andiko fulani inasema hivi, mada yangu inasimamia hivi, alafu nukta point. Mimi nitachukua point zile unaongea. Kwa hiyo nitampa ndugu yetu Titus, alafu tukuje kwa Dr. Gerishe, alafu tukuje kwa Sheikh Yusuf, alafu tukuje kwa nipe nikupe kukuru kakara, uliza ujibiwe. Dakika 5 tu waeleze watu jina yako, alafu uingie kwa mada moja kwa moja. Nitakupa dakika 7, dakika 2 ya kuintroduce na dakika 5 ya mada. Karibu. Tuweza kuangalia mambo ya Biblia inasema nini kuhusiana na mada hususan ya leo ambayo inahusiana na siku ya ibada. Na tunapojadili mada hii tutaangalia ushahidi katika maandiko. Na je, kwa mujibu wa Waislamu nasikia wanasema kwamba
Allah alikuja akabadilisha. Sasa je, tutauliza, je, Mungu anaweza badili sheria yake au la? Kwa hivyo sisi ambao tunafuata siku hii ambao ni ya Sabato, tuna ushahidi ya kutosha, kwa sababu pale mwanzo Mungu baada ya kumaliza kazi ya uumbaji, si eti kwa sababu alikuwa amechoka, hapana, akapumzika, akastarehe na akaibariki na akaitakasa. Kwa hivyo siku peke yake ambaye imebarikiwa na kutakaswa ni siku ya saba, kwa sababu hapo kizamani hakukuwa na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kwa sababu wiki ili iwe wiki, Mungu aliweka siku ya saba iwe ni ya saba, akaita Sabato, ili unapofika siku ya saba unarudi siku ya kwanza. Kwa sababu tunajua vile mwezi tunahesabu mwezi, na vile tunahesabu mwaka, na vile tunahesabu siku, lakini hakuna njia yoyote ya kisayansi ambao unaweza hesabu na wiki isipokuwa ni siku Mungu aliyeiweka akaita Sabato, ambao ndio akaweka siku ibada. Kwanza tunapoangalia pale mwanzo, Mungu baada ya kuumba, tunaona Mwanzo 2, nafikiri kama msomaji atakuwa tayari. Mwanzo 2:1 na 2. Mwanzo 2:1 inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika, ndio, na jeshi lake lote. Na siku ya saba, ndio, Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo, ndio, Mungu alistarehe. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Basi kwa hivyo tunaona Mungu alibariki na akaitakasa. Siku zote ni nzuri, siku zote za saba za wiki ni nzuri, lakini si nzuri kiasi kwamba iwe takatifu, hakuna. Kwa hivyo siku ambayo peke yake Mungu aliitakasa, na Mungu akibariki, habariki wiki moja, wiki mbili, anabariki milele. Mungu abariki kwa muda fulani, anabariki milele. Kwa hivyo siku ambayo imebarikiwa na ikabarikiwa milele ni siku ya saba. Na ndio sababu anapotoa amri zake 10, anasema akifika amri ya 4, anasema ikumbukeni siku ya Sabato. Hasemi iwekeni takatifu siku ya Sabato, anasema ikumbukeni. Ni kumaanisha ilikuwepo, sasa mnakumbushwa. Haipeani saa hiyo, ikumaanisha ilikuwepo tangu uumbaji. Kwa hivyo watu wa kwanza kuishika siku ile ya Sabato ilikuwa ni wiki ya kwanza ya uumbaji, ambayo Mungu aliumba Adamu na washiriki wakawa ni Adamu na Hawa, Mungu akiwa ni miongoni mwao. Kwa hivyo anapotoa sheria hii, ikumbuke siku ya Sabato, na katika sheria hii peke yake, na ndio ndefu, ina maelezo mengi, na ndio sheria peke yake ambayo iko na jina la Mwenyezi Mungu, sifa yake na himaya yake, ndio the seal. Kwa mfano, tuko na rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye jina lake ni Uhuru Kenyatta, cheo chake ni rais, himaya yake ni Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo katika sheria hii tuko na jina la Mungu, sifa yake na himaya yake. Himaya yake ni gani? Ni muumba wa mbingu na nchi, na ndio iko na jina yake. Kwa hivyo ni muhuri wa Mungu. Ndio sheria peke yake inakukumbusha nani ambaye ametoa sheria na ni nani muumbaji. Kwa hivyo unapochukua siku nyingine kando na hiyo, unakataa kazi ya Mungu ya uumbaji na utukufu wake. Kwa hivyo tunapoendelea, dakika 7 bado, tunapoendelea kuhusiana na siku ya Sabato, kuna mambo mengi ambayo watu husema. Kwa mfano, kwa sababu umesema muda ni mfupi, kwamba watu wengine usoma kwa Wakolosai 2:16, wakasema hapana, zile Sabato, sijui mtu asiwahukumu kwa Sabato, sijui chakula au sijui muandamo wa mwezi na mambo kama hatia, mambo yalifutwa. Tutakuja hapo, na leo kuna majibu mahususi na muafaka kuangalia Biblia ilikuwa inamaanisha nini. Lakini turudi kwa Sabato. Sabato ambao sheria iliandikwa, nafikiri ni 31:18 kitabu cha Kutoka.
Kutoka 31 18 inasema, ndio hapo Bwana alipokuwa amekwisha zungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo baobili za ushuhuda. Ndio. Baobili za mawe zilizoandikwa kwa shada cha Mungu. Mbao mbili za ushuhuda zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu. Mungu alitoa sheria, yeye mwenyewe akaziandika. Wacha hii mambo mengine uko unaambiwa andika. Katika sheria zile 10 yeye mwenyewe hakupatia jukumu ile malaika kuandika. Mambo mengine ya dharura kwenye Biblia ulikuwa unasikia Gabrieli anatumwa, enda ambia Mariamu utazaa, na hiyo ni matukio muhimu katika historia. Mambo mengine anaambia Danieli, muenda kumwambia tafsiri ya ndoto fulani. Lakini katika sheria za Mungu mwenyewe, yeye mwenyewe alishuka, akaziandika, akapeana. Na je, mambo haya yanaweza halifiwa? 84:39 Zaburi. 84:39 Zaburi. 84:36 hakuna. Yeah? 84:39 hakuna. 89:34 89:34 hiyo inaonekana. Mimi sitaihalifu agano langu. Bwana Mungu anasema mimi sitahalifu agano langu, sitabadili neno lililotoka midomoni mwangu. Basi hiyo ni Mungu amesema hata halifu. Kwa hivyo kauli ya kusema Mungu alikuja akagairi akabadilisha, hiyo ni wale kama vile Maraga alisema is invalid, null and void. Huyo ni Bwana Titus katueleza Sabato ni siku ya 7, lakini haina jina makhsusi na maalum. Nukta zake amezungumza, hata mimi sijasikia hiyo. Hajatueleza inaitwaje hiyo siku. Na katoa baadhi ya andiko, ila tutakuja katika nipe nikupe. Nitampa na Gerishon dakika 5. Ipewa dakika 5, tumia dakika 5, tusizidishe kwa sababu ya muda, na ili pia tutamatishe kwa haraka. Dakika 5, Dr. Mode ani ifeneka ele hayam Shekezata Lemishmati Ikemla Rabba Emnateka Vashem Yeshua Hamashia Ariel Hayerushalayim Ariel Hayehuda Ariel Habethlehem Ariel Hayisrael Vashem Yeshua Hamashia Shashalom. Nataka tu kugusa kwa kifupi kidogo. Niseme kwamba kama vile Mwalimu Titus ametangulia kusema, amri ya pekee ambayo inapatikana kabla Moshe hajapewa amri ambayo iko katika Mwanzo ni amri ya Sabato. Na Wayahudi wanaongezea moja, wanasema, na sisi wanaongeza kwamba iko kwa maandiko, iko pia kwa maandiko. Wanasema amri nyingine ambayo iko katika Genesis ni amri ya kupashwa tohara, yani kuwa circumcised. So those are the only 2 commandments, direct commandments, that we read about in the book of Genesis. Sabbath and circumcision. Genesis chapter 17 ambayo nazungumzia ya kwamba nawe utampasha tohara mwanao siku ya 8. Kwa hivyo ni amri iko pale. Alafu na hiyo ya Sabato ama Shebat. Sasa shida tulionayo hapa ni kwamba Shebat inaharibiwa wakati watu wamegeuza ni dini, kama vile watu wa SDA wamegeuza kama ni dini. Hapo ndio mahali sasa Shebat inaharibikia. Na ndipo ukienda kwa Pentecost wazungumzie umuhimu wa kulinda Shebat, wanajitenga nayo kama ukoma, kwa sababu wanaona tu moja kwa moja wataitwa SDA. Kwa nini? Aliyetangulia kuleta amri ya Shebat, ama yule ambaye influence watu wafuate amri ya Shebat, aligeuza kuifanya ni dini. Sasa wakati imekuwa ni dini, watu wanajitenga nayo kama ukoma. Lakini amri ya Shebat ni amri iko, ni amri ya milele kama alivyotangulia kusema Mwalimu Titus.
amri ya Shebat imetajwa katika kile wanaita, kile nyinyi watu wengi wanaita New Testament, imeitwa mara 37 times. The word Shabbat appear from Matthew to Revelation 37 times. The word Sunday does not appear anywhere from Matthew to Revelation. It does not appear anywhere. The word Shebat appears in the New Testament, as you call it, 37 times. And then in Genesis to Malachi, it appears more than 100 times. So this is something you see as a fact. This is something you see as a direct command. One of the reasons as to why the sons of Israel walipelekwa utumwani ni kuikejeli na kuidharau Shebat. Kwa hivyo Shebat ilikuwa ni amri kubwa sana ambayo ilifanya taifa ikapelekwa utumwani. Naomba nisomewe katika Shemot, ambao sasa najua Mwalimu Yusuf Wamboga ameshajua ni Exodus ama Kutoka. Shemot. Ila mnanifurahisha tu. Shemot tutasoma 28. Shemot 28. Naam. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Naam. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Na tuiachie tu hapo. Nilikuwa nataka hiyo part 1. Sasa mali hiyo tafsiri imeteleza ama imeharibu neno moja ya Kiebrania. Mtasoma kwa Kiebrania, wa check, wafanya confirmation, wakague, waite Waibrania wale wanajua, waangalie kama nimesema kweli. Inasema Zecher et Yom Hashevat le Kadesho. Zecher et Yom Shebat le Hakadesho. Hiyo ni neno la Kiebrania, iko wazi kabisa. Sasa tuchukue neno la kwanza. Neno la kwanza linasema Zecher. Sasa Zecher ndio imetafsiriwa hapa ati ikumbuke. Hiyo si neno, hiyo Biblia haijasema hivyo. Ikumbuke ni kitu unaweza sahau, ni kitu ya kusaulika. Hajasema ikumbuke, amesema Zecher. Zecher kwa Kiebrania ni taja. Mention, amesema taja Sabato, hajasema ikumbuke. Kwa hivyo tuna shida kubwa sana watafsiri wetu, wanatuharibia maandiko kwa njia kubwa, na wanafanya watu hawazielewa hata nini inaendelea hapa. Sasa ukienda katika Biblia ya Kiingereza inasema remember the Sabbath day and keep it holy. Yahweh Elohim hajasema remember, amesema mention. Sasa ni kwa nini mtafsiri anaona neno la Kiebrania ni Zecher alafu anakataa kuitafsiri vile Biblia imesema? Kwa nini anaikwepa hiyo neno Zecher? Neno jina Zakaria, unaona hiyo neno Zakaria, hiyo neno jina Zakaria inatoka kwa neno hili la Kiebrania Zecher. Kwa hivyo neno Zakaria kwa Kiebrania, hiyo jina linamaanisha nini? Mtaje Yahweh. Iko clear, iko wazi. Sasa hawa watu wakishapiga moratina zao wanakuja hapa kutafsiri vitu ambavyo hazieleweki. Wakisha kunywa vodka na Smirnoff wanakuja kusema vitu zao kwa maandiko hapa. Na hawataki mhubiri aseme kwamba wamekosea. Unakuwa adui yao mkubwa, unakuwa asidi kwa kupoint out words ambazo wameharibu katika tafsiri za Biblia. Na kwa kuharibu hizi words katika tafsiri za Biblia ndio imefanya watu wengi wakakosa njia, mabilioni, kama vile alivyosema Mwalimu Ibn Sharaf katika kipindi cha kwanza, ya kwamba we are talking about 2.5 billion people who are reading this verse as remember or kumbuka. Biblia katika Kiebrania haijasema kumbuka, imesema taja. Sasa kwa nini wewe unaambiwa taja ndio unasema kumbuka? Nani alidhani who is talking about kumbuka na taja? So neno hapo ni Zecher et Yom Ha-Shevat le Kadesho. Hiyo ndio Biblia imesema. Kwa hiyo mimi sijaona mahali inasema Ijumaa kama hii ya Waislamu wamesema ala alibadilisha Shebat ikakuwa Ijumaa. Sasa huwa ala kubadilika pia na mashaka, na amri ukishatoa umetoa amri ubadiliki bwana. Muda wapo. Bora nikata nikigusa hiyo area Mwalimu 7 nimekuongeza dakika 2. Mwenzako ameipima, amezungumza akiwa na limit. Ameniongea tu lakini sawa hivyo. Nafanya ili tuende kwenye ribato, tujue haki kwa wapi. Na pia Dr. Gerishen Mesaya amezungumza ni siku ya 7. Naam. Ila hii siku haina jina. Nimesema inaitwa Shebat. Haina jina. Inaitwa Shebat. Unaona Biblia haijataja. Imetaja Shebat. Hiyo mnajiongezea Jumamosi. Jumamosi ni huyu. Hajataja. Mimi nimesema inaitwa Shebat. Ametoa. Kwani mnakhtilafiana? Ina jina. Hata amesema Sabbath. Sabbath. Amesema Sabbath. Ni dhehebu yao ujue. Ndio jina hiyo. Wameweka kama dhehebu.
Ndio makosa, si yeye, ni Ellen G. White aliweka huyo mwanamke. Kwani Ellen G. White ndio muasisi wa SNM. Hamna aleta ndoto zake zieleweki tu, pia amekula chapati na madengo, anakuja na ndoto zieleweki. Huyo Ellen G. White wa SDA ana vituko, alikuja na ndoto zake, mtu amepiga hamburger zake na soda ya Coca-Cola. Wewe ni kiongozi wake? Anafaa muelewe zaidi. Amsome? Naam. Kwa hiyo hapa ni Dr. Gerish, nitampatia pia Ustadhi Yusuf kwa dakika. Mimi kwanza 5 katika kuwasikiza wenzangu, kulingana na namna tulivyokuwa tukiendesha kipindi kilichopita, ni kwamba sikudhani kwamba bwana mwenyekiti tutatumia hizi Biblia siku ya leo katika hiki kipindi ambacho tuko ndani yake, kwa sababu tulikubaliana na mwalimu Titus pamoja na Askofu Gerson, hizi vitu ni za watapeli tuache. But nimeshangaa wakati tumeingia katika kipindi hiki cha saba, amerudi tena pale Titus, anatudhihirisha hii Sabato na zile vitabu za watapeli, tafsiri ya wajangili, tafsiri za majangili kama wakisema. Bahati bwana askofu kwanza amelalamika sana, maana quote aliyotoa katika hizi Biblia amesema ni tofauti na quote halisi ya Kiebrania. So nimemuelewa vizuri, na mimi naingia kwangu. Ama sisi kama Waislamu, Allah anasema enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Ndio aya tupatia. Hiyo ni sura ya 62 aya yake ya 9, Suratul Jumuah. Kwanza, hii siku ya Ijumaa si siku ya Sabato. Nieleweke vizuri. Katika Uislamu hakuna kitu kama tushike Sabato. Hiyo hakuna. Siku ya Ijumaa ni siku yetu ya kujumuika pamoja. But siku halisi ya ibada kwa Muislamu ni kila siku. 62. Ndio katika Qur'ani sura ya 24 aya ya 36, Mwenyezi Mungu anasema katika tafsiri ya Sheikh Al-Falsi aliyekuwa kadhi mkuu hapa nchini Kenya, Mwenyezi Mungu amrehemu, inasema kwamba waonekane katika kusali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe, na humo litajwe jina lake. Hiyo ni kila siku. Waislamu siku zote, ndio hata bwana Gerson na kuona unahudhuria mihadhara isiri, unatembea, wewe ni rafiki ya Waislamu. Kila ukiwa katika mji ambao kuna Waislamu, utasikia asubuhi alfajiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Waislamu wanaitwa wakasali. Ikifika adhuhuri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, haya ni swala. Kila mahala, hata ulipokuwa New York kule, kila mahala kuna Waislamu wanatekeleza ibada ya sala 5 kila siku. Kila siku kwa Muislamu ni siku ya ibada. Ila siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu ameifanya kuwa ni important kuliko siku zote kwa wiki. Ni idi, ama ni idi ya Waislamu kwa wiki. Mwenyezi Mungu anasema enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya siku ya sala siku ya Ijumaa, asheni biashara zenu, mwende upesi kumtaja Mwenyezi Mungu, na itakapokwisha sala fantashiru, tawanyikeni katika ardhi mkatafute fadhila ya Mwenyezi Mungu. Sasa sisi Waislamu hatuna shida. But tukirudi katika Biblia, ambayo hii ni Biblia inahusiana na Waafrika, ukisoma kitabu cha Mwanzo 2:4 kuna tanbih ama maelezo ya mwandishi. Anatueleza kwamba katika 2:1 ambayo alitangulia huyu mpaka 3, katika tanbihi yake inasema aya hizi zina lengo la kuonesha kwamba Sabato ya Kiyahudi ina asili ya kimungu. Kwanza, Sabato ilikuwa ni ya Kiyahudi, na tunakubaliana kwanza kwamba bwana Titus si Myahudi, ila hapa askofu hapa ni Myahudi ambaye hatumuelewi pia naye, kwa sababu mimi najua kwamba yeye ametoka Kisumu Dala. So ni Myahudi ambaye kitambulisho chake cha tusoma Kenya. Na ukiendelea hivi unajua hata wanaangalia wale askari wale wanadipot watu. Bwana askofu, itabidi watakufuata hapa Lolwe TV.
na sijui ukienda kule itakuwa vipi, na kule hauna shaba, hauna baba wala mama. So sabato ya Kiyahudi ina asili ya kimungu. Neno sabato lina uhusiano na kitenzi cha Kiebrania. Sasa Kiarabu yeye ni Mwarabu, yeye ni Mkureishi. Subiri. Wewe utakuwa deported Saudia. Neno sabato lina neno la asili la kitenzi la Kiebrania Shabbat kama ulivyosema. Naam. Chenye maana ya kupumzika. Mungu alipumzika baada ya kumaliza kazi yake ya kuumba, na hivyo kutoa mfano wa kuigwa na watu wake. Sabato ilikusudiwa kukumbuka kazi ya Mungu. Tanbihi ya pili. Baadaye Mungu mwenyewe alibadilisha sabato akaiweka siku nyingine. Kwa mujibu wa Waibrania 4:4. Kisomwe. Waibrania 4:4. Inasemekana alibadilisha. Tunasoma Waibrania 4:4. Neno alibadilisha tuisikie hapo. Naam. Ndio hapa tunasoma katika Biblia ya King James Version Mpaka imprimanto yote. Waibrania 4 mstari wake wa 4. Kwa maana ameinena siku ya saba mahala fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaziacha kazi zake zote, na hapo napo hawataingia lahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao, aweka tena siku fulani. Mungu ameweka tena siku. Umesema kubadilisha. Neno kubadilisha kwa wapi hapo? Neno kubadilisha liko katika Biblia ya Kiafrika. Bwana Gerson, maoni ya mtu. Si aya. Huwezi pata aya inapinga sabato kuna. So tunaona kwamba imebadilishwa kulingana na kunukuu. Sijatoa kwa akili bwana mwenyekiti. Hii ni Biblia, inategemewa na Wakatoliki bilioni ngapi? Bilioni 2, ambao ni zaidi ya hao wa Wayahudi ambao hata hawafiki milioni. Nafikiria mada maoni yaliyotolewa hapa, walioandika hapa ni Wakristo wa kanisa la Katoliki ambao kwamba ni waasisi waliwaletea nyinyi dini kama kitabu unayotumia, kama alivyokuambia Gershon, unatumia kitabu, wewe ni MSDA unatumia kitabu iliyoandikwa na nani? Na Katoliki. Kwa hiyo hawa wametoa maoni yao kama waasisi na founder wa Kristo. Haya, nafikiria mada imeeleweka, ila wenzetu hapa watumia siku ya saba haina jina. Siku ya saba haina jina. Bwana mkubwa hapa ni siku yake, na Gershon anamkosoa, anasema wameweka kama madhehebu yao ya sabato. Hapana, wamekosea. Tena anasema hiyo dhehebu imeanzishwa na mwanamke ati White na vituko, lakini naomba uistiri. Sisi tunaelewana. Usiweke parwani tu siku nyingine. Ana vituko vyake, lakini tutaweka kando tu. Hata sisi tuna vitabu vidogo lakini tutaweka kando. Haya, nafikiria tutakwenda kidogo kwenye mapumziko, alafu tutarudi sasa. Katika hiyo kipindi ya pili ndio pale ukweli utabainika na uongo utajika, kwa sababu Allah anasema waqul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Ukweli ukiingia, uongo unajitenga kando, kwa sababu uongo hauna mizani. Na tafuteni kweli na kweli itaweka katika Yohana, tafuteni kweli na kweli itaweka huru. Kwa hiyo hapa ukiongopea na kulazimisha sabato na haina jina, utaumbuka. Kwa sababu hizi mada hapa tunajadili, hatuwezi kuongeza. Kama wewe unaamini, kwa sababu hapa au mwenzetu piga ua anarudi hapa, Garuza toa damu na wewe piga ua, utaongeza sijui shabash nini. Hapa tutaka kujua kinaga ubaga sabato aliteua nani, aliweka nani, na kwa sababu sisi tunaamini kama ipo, kwa sababu the only kitabu ambacho kama imetaja jina Jumamosi ni Qur'an. Jumamosi yomo sabti. Qur'an ndio imetaja Jumamosi. Hizi vitabu vingine vimezimia. Kwa tutakuja katika maswali. Naenda hapa nasema insha Allah, wa ma kana min tawfiqin salamu al-atmani al-akmalan ala mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyu rabbil alamin. Na tunarudi katika mara ya pili ambayo kwamba ni kipindi yetu cha lala salama, na katika hii kipindi ya pili ndio ukweli huwa inabainika. Kipindi ya kwanza tumewapatia kila mtu akaeleza, kwa sababu ile mada unapewa fursa, eleza imani yako, nukuu. Lakini hii ya pili hauwezi kupewa nafasi ati uongee tu porojo,
Unaulizwa thibitisho kwa wapi? Umetoa wapi? Lazima ueleze hapa. Na hapa ndio nitaacha nafasi. Ukiulizwa nikiacha mtu aulize swali, huyo mtu ana haki ya kuambia bana hapana, huyu unanizungusha bana. Rudi katika pointi. Iko wapi? Hata kunyamazia kwa sababu mada tumeweka katika kama kanuni, unamwachia mtu aeleze katika mada hata kama atakuwa anazungumza vitu vyake. Hapa ndio tunakagua. Hapa ndio kama ukaguzi wa mwisho. Kwa hiyo tutaanza hapa maswali. Alafu tutakuja hapa, tutamalizia hapa. Mwanzo kumuuliza swali mimi ndio naanza kuuliza swali. Kulingana na namna ambavyo ama kulingana pia na kipindi kilichopita, Bwana Titus mwinjilisti alitueleza makusudio yote ya hili neno linarejelea kwa Yesu Kristo ambaye ndiye Mwokozi. Sio chochote ambacho ama kusudio lolote la maandishi ya Biblia lote linamrejelea Yesu Kristo. So katika Biblia naomba andiko moja Yesu alishika Sabato. Nashukuru sana. Acha nirudie swali ili wanaosikiza waelewe. Andiko moja Yesu kashika Sabato. Karibu. Nashukuru sana kwa fursa hiyo. Kwanza kabla niguse swali, kuna kitu ambacho kimesema lazima tukiweke sawa. Kwamba sisi tunaabudu siku. Kwa sababu unaposema kwamba sisi tunaabudu siku, kwa hivyo unakuwa umesingizia mtu. Maana hakuna mtu anaweza abudu siku. Kitu ambacho kinasemekana ni kwamba tunaabudu mwenye siku, si siku. Na si kweli pia kwamba Wakristo, acha nijumulishe tu, kwamba wanaabudu siku moja kwa wiki. Haiwezekani. Kwa sababu kila kitu unachokifanya ni ibada. Na kila siku katika matembezi yako, kwa sababu Biblia inasema iweni watakatifu kama vile yule aliyowaita ni mtakatifu. Na utakatifu wako uweze kuwa ni wa siku moja alafu ufanye mambo yako masiku mengine alafu wewe ungoje siku ya Sabato kuwe mtakatifu, hapana. Kwa hivyo hiyo lazima kieleweke. Alafu pia kauli nyingine ilisema ati kwamba sisi tumeigeuza siku hii ikawa ndio dini. Haiwezekani. Siku iweze kuwa dini. Ni wenye dini, unajua dini ni jumla. Kwa hivyo siku iweze geuzwa kawa dini. Haiwezekani. Kwa hivyo ni mtu anaweza amua agongomelee ati mimi ni msabato sasa. Kwa hivyo ukiwa na Sabato bila mwenye Sabato, wewe you are as good as nothing. Kwa hivyo unaangalia mwenye Sabato. Sasa tuje katika swali lako ambao umesema wapi andiko Yesu aliishika siku ya Sabato, kwa sababu nalisema kwamba kila andiko linamrejelea nani? Yesu Kristo. Tusome Marko 2:27. Marko 2:27. Ndio. Nikipata andiko Yesu alishika Sabato, mimi naanza kushika. Wewe kazi yako ni kusoma. Unangoja jibu alafu unataka kulalamika. Marko 2:27. Marko 2:27. Ndio. Inasema akawaambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sio mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Hujamaliza. Maliza kazi. Inasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Ndio. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. 28. Inasema 28. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Sasa mwana wa Adamu ambao ni Yesu ndio Bwana wa Sabato. He is the center. He is the reason the Sabbath exists. Kwa hivyo nini maana ya Bwana? Subiri. Kuwa Bwana wa Sabato. Kama wewe ni Bwana wa Fatuma, kumaanisha wewe ndio yani Fatuma ni shingo lako, sawa? Si shingo. Wewe ni bwana yake. Sawa. Kwa hivyo mtu hawezi kuja kuuliza ati wewe nionyeshe bwana ya Fatuma kati ya bwana au kati ya bwana ya Fatuma na Fatuma nani anafaa kutii mwingine? Sasa
ni Fatuma anafaa atii nani? Kwa hivyo sabato ndio inatii nani? Subiri kidogo. Ujarudi hapa 27. Inasema kwa sababu gani? Hebu soma. Inasema kwa maana sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Sabato Mungu aliweka imfaidi nani? Mwanadamu. Si mwanadamu afaidi nini? Sabato. Basi. Kwa hivyo mwanadamu wewe ufaidi sabato. Sabato ndio imewekwa kwa faida yako. Sasa hapa Yesu anakuwa ni Bwana wa sabato. Kwa hivyo Yesu sheria zile 4 na ya pili zikakuwa funganishwa mara ngapi? Mara 2. Yesu alivunja kati hizo hata moja hakuna. Sasa soma 4:16. Akaenda Nazareti kama hapo alipolelewa. Na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kama ilivyokuwa nini? Desturi yake. Alienda wapi? Alivunja sabato. Asubiri kidogo. Alienda wapi? Alienda katika sinagogi kama ilivyokuwa siku za desturi yake. Kwa hivyo alivunja sabato kwa kufanya nini? Kwa kutoka, maana katika sheria ya sabato katika Kutoka 26:29 Mungu anasema kwa hiyo Bwana anawapa chakula cha siku 3, cha siku 2, siku ya 6. Anawapa chakula cha siku ya 6 na siku ya 7. Siku ya 7 kaeni kila mtu mahala pake. But Yesu ametoka ameenda ndani ya sinagogi. So hapa ameivunja. Nataka andiko Yesu alishika sabato. Subiri. Nashukuru Bwana Mekinji. Hapo wana Israeli waliambiwa wasitoke kwenda kuabudu ama kuchukua chakula. Wasitoke kwao. Kwenda kufanya nini? Hawasitoke, kila mtu sabato ikifika asitoke mahala pake. Kwenda kufanya nini? Asitoke kwake. Kwenda kufanya nini? Unajua unahepa kitu. Iwe ni kula chakula, iwe ni matembezi, mtu ikimfikia subiri bwana. Hebu soma hiyo andiko. Nafikia ni 16:29. Hebu soma. Maana ilikuwa ni masuala ya chakula, usiende kukusanya. Maana Bwana Mungu siku ya Ijumaa ama siku ya maandalio atakuleteeni mara 2 ili kesho yake. Na kuna wengine walienda 29 ndio hii. Inasema 27 huko juu. Ikawa siku ya 7 wengine wakatoka kwenda kuokota wasikione. Bwana akamwambia Musa, mtakataa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni maagizo ya Mungu haya. Kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Ndio. Kaeni kila mtu mahala pake. Mtu awaye yote asitoke mahala pake kwa siku ya sabato. Kwenda kufanya nini? Mtu asitoke iwe ni kufanya nini ama nini? Sheria na maagizo. Mungu amesema kaa mahala pako. Mimi nauliza hapa Yesu alipoenda katika sinagogi hapo ndipo kwake. Hapo ndiko kwake hapo. 23:3 Walawi. 23:3. Wasikilizaji wanataka kusikia, wanataka kupata, na tuheshimu sikio za watu. Wapi Yesu kashika sabato? Nafasi ya mwisho, andiko ya mwisho inasema mtafanya kazi siku ya 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Kusanyiko takatifu, msifanye kazi ya namna yoyote. Ni sabato ya Bwana katika makao yenu yote. Kwa hivyo ni kusanyiko? Makao yenu yote. Subiri kidogo. Ni kusanyiko? Kusanyiko la Bwana takatifu. Mbona unaogopa kusema hivyo? Kwa hivyo ni kusanyiko takatifu unapokusanya. Kwa hivyo sasa tumekusanyika hapa, umetoka kwako, nimetoka kwangu, Gerishon ametoka kwake, tumekusanyika. Kwa hivyo tumetoka ama tumetoka? So ukitoka kwako itakuwa umevuja ile, usitoke mahala pako. Pale unasoma out of context. Ukisoma 16 yote inasema siku 6 Bwana anawaletea maana. Siku ya 6 anasema anawaletea mara 2. Sawa Ndio. Ili siku ya 7 mtu asitoke kwenda kuchukua. Context ni kwenda kuchukua. Ndio sababu Yesu ndio sababu Mungu watu wengi, baadhi ya watu walienda kuchukua, ndio Mungu anakasirika. Mtaendeleaje kualifu sheria yangu? Kwa sababu siku ya 6 inaletwa mara 2. Alafu Bwana Titus, sababu ya 7 ni siku ya kusanyiko takatifu, si kutafuta chakula. 4:16 Luka pia. Ndiyo. Tukirudi katika Kiruga, hakushika. Lugha gani? Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi. Sio kwamba kashika. Akaingia kufanya nini?
kama ilivyokuwa desturi yake, akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa mfano, akasimama ili apewe chuo. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akatafuta mahala palipoandikwa, Roho wa Bwana yuko juu yangu, maana amenitia mafuta ili niwahubirie wanyenyekevu. Angalia bwana mwenyekiti hapa, nikirejea kwako ili kueleza katika hili ili ahubiri. Sisi unaona kama mimi ni Muislamu, sawa? Siku ya Jumatatu naingia msikitini. Siku ya Jumanne naingia msikitini. Mpaka siku ya Sabato naingia msikitini. Kuingia msikitini siku ya Sabato ama kuingia kanisani siku ya Sabato haisemi kwamba umeshika, kwa sababu sisi kama Waislamu hata siku ya Sabato tunaenda msikitini. Kwenda msikitini siku ya Sabato haimaanishi tumeshika. So mimi nataka simple as drinking a glass of water. Wapi andiko moja Yesu alishika Sabato? Jameni wasikilizaji na watazamaji wa Lolwe TV, tunauliza katika ukubi wa Kiislamu, tunauliza leo, kunalo andiko, nyinyi mko nyumbani kule mnaoshika Sabato, kuna andiko moja Yesu alishika Sabato? Dakika ilikuwa 2, imepunguza ni 1. Hebu tumalize mjadala. Toa andiko tu Yesu kashika Sabato. Hii ni rahisi, hajakataa ila anajaribu kukava. Unajua hiyo 4:16 Yesu akaenda Nazareti, kule alikolelewa, siku ya Sabato akaingia siku katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akaingia akapatiwa chuo cha nabii Isaya, akaitisha mahali, akafungua mahali kimeandikwa Roho wa Mungu ako juu yangu, akahubiri. Kwani unapohubiriwa ni kumaanisha kuna mkusanyiko takatifu katulingana Walawi. Hata sisi msikitini tunakusanyika, tunahubiriwa, tunasali na hatushiki Sabato na tuko siku ya Jumamosi. Nashukuru, ndio sababu wewe ni tofauti na sisi. Kuna watu, hata sisi miongoni mwa watu ambao wanakuja siku ya Sabato kanisani, haimaanishi pia wameishika. Unawezekana wewe ni msabato, unaitanishwa na jina la Sabato, na still you break some of the precepts, because Isaiah 58:13 anasema ukiugeuza mguu wangu ama kufikiria mambo ambayo ni yako. Unaweza kuwa kwa kanisa na unafikiria Manchester, still you have broken the Sabbath. Mimi nimepata point yake. So mimi kulingana na point yake na namna amenieleza, sio lazima uende kanisani siku ya Sabato uwe unashika. Na yeye amenipa andiko, Yesu akaenda katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Hebu sasa mjadala unaenda vibaya na muda mnaotumia ni nyingi, na naona unajua kuna maelezo na kuna thibitisho. Na thibitisho huo hata hayahitaji maelezo. Unaweza kutoa andiko na kumtoa mtu technical knockout. Andiko hahitaji maelezo. Ikitoka mwenyewe utaona ule ambaye kwamba ameuliza anafedheheka. Na wakati tunazungusha maelezo, nataka swali kiulizo, ukitoa thibitisho. Na kama hakuna andiko kama hiyo, si aibu, haujafedheheka, kwa sababu ukimsingizia Mungu naye utapata kichapo mara 2. Na nafikiria ni mwinjilisti kuna nafasi bado afikirie mpaka mwisho. Swali uliouliza unaweza kujibu, hata tukienda kumalizia kuhitimisha unaweza kutoa andiko kwa kuthibitisha. Nafikiria amenukuu mambo matatu katika pointi yake akianza. Anasema msidhani kuwa wale nafikiria wewe ulisema wanaiabudu hiyo siku. Yeye anasema msidhani kama wanaabudu hiyo siku. Na hiyo siku yani kaeleza kinaga ubaga. Maelezo uliotoa wewe msidhanie hivyo, wao wanaishika ni kama siku tukufu. Hawaiabudu. Akasema japo kuna watu wanaishikilia. Kuna wasabato. Kimuuliza akamwambia mimi dhehebu yangu Sabato siku yangu, unaona? Acha. Kwa hiyo kakukosoa kidogo. Kwa hiyo na una swali yote labda ungependa kumuuliza Titus Ongeri? Yeye kama ni msabato mimi sina swali kwake. Kwa Sunday ningemuuliza. Hauna shida na Helen G. White? Helen G. White na shida nyingi sana na yeye. Sasa huyu si mfuasi wa Helen G. White? Okay, acha nimuulize swali. Sasa itakuwa nje ya hiyo. Helen G. White ako ndani ya mada. Ako ndani ya mada. Helen G. White ako ndani ya mada. Hata kijana ananisikiza pale, Helen G. White mbona kwa ibada Sabato zingine nasikia juzi nimesikia mnajitoa sijajua sana. Mbona kwa ibada za Sabato mnafundisha maneno za Helen G. White? Are they equal to scripture? Nashukuru.
Na nashukuru kwamba unasema umesikia na hujadhibitisha. Nimesema nasikia kuna wale wameshika na kuna wale wanajitoa, na ni huyu alisema tu wanajitoa kwa mafundisho ya Ellen G. White ya. Okay. So kwa wale bado wanashika vitabu zake. Kwa nini mnataka kufundisha maneno ya mtu equal na scripture? Where is room for that? Nashukuru. Where is room for that? Nashukuru. Kwanza hivyo vile ulisikia si kweli. Na kama yapo hakuna vitabu za Ellen G. White kwa vitabu viko vingi, lakini unajua si hiyo nimezungumzia, mbona unasema subiri kidogo. Unajua ukibwagia swali maji la kwa mbaya. Nimesema hivi mahali ulisikia, nasema hivi kwanza tuelewane mwalimu Titus. Tuna vitabu za Ellen G. White ndani ya kusanyiko la SDA. Viko vingi. Vinafunguliwa watu wafunzwe ama zimefunikwa tu hivyo zinakaga hivyo? Ukitaka kusoma ni shauri yako. Hujajibu swali, unataka kukwepa, nataka kukwepa kama Wambugu vile anakwepa swali yako. Zinafunguliwa watu wafunzwe kwa kanisa? Sijaona. Azifunguliwe? Sijaona. Kuna ukitaka unaweza nukuu, lakini si msingi. Hujajibu swali. Zinafunguliwa zinukuliwe kwa watu kwa ibada? Ndio. Kwa sababu gani? Nashukuru. They verses, kwa sababu ukisema kwa altar, nashukuru. Ukisema kwa altar, fungua Biblia ufundishe watu. Nashukuru. Unanielewa? Lakini unapoleta tena mambo za Ellen G. White hapa kando, unakuwa ni cult hiyo sasa. Unaleta occultic na akili ya mtu kwa madhabahu. Nashukuru. Acha nikujibu swali yako rahisi hivi. Nafikiri tulipoanza mada iliyopita ulisema Talmud ni hadithi. Nashukuru. Zinatumika kwa mafunzo. Hazitumiki. Na unavinukuu. Sizinukuu. Sasa leo umeruka. Kama verse ya Biblia sizinukuu. Leo umeruka. Nimeruka aje? Leo umeruka. Hawa ni mashahidi. Nilipoanza mwanzo nilielezea kwamba zisihesabiwe kama Biblia. Sikusema hivyo. Kabisa nilisema hivyo. Na nikasema Talmud sio Torah. I said it clearly. Nashukuru sana. Katika vitabu hivyo msingi wetu ni Biblia. Fundamental belief number 1 ya Seventh-day Adventist number 1 is the scripture. Hiyo si kweli. Nipatie ushahidi, mimi nitakupatia. Si kweli kwa sababu kuna watu wanashikilia GY na chuna mistari za Biblia. Nashukuru unasema kuna watu, lakini mimi nakuambia fundamental belief number 1 ya Seventh-day Adventist unaweza niambia ni gani? Si nile mambo ya 1844 ya GY. Si nimekupatia. Fundamental belief niko nazo hapa. Ziko hapa. Zihesabu tuzisikie. Fundamental belief number 1 ya Seventh-day Adventist is the Holy Scripture. 2. Sawa 2. Sawa 2 is the Godhead. Sawa Godhead meaning what? The Trinity. Trinity, where do you get the word Trinity? Hiyo ni mada nyingine. Haiko kwa Biblia. Hiyo ni haiko kwa Biblia. Hata fundamental belief yenyewe inasema hakuna. Kwa hivyo wewe ni subiri kidogo. Mimi kama mwenyekiti unajua hii vitu naeleza msikilizaji pale anataka kusikia. Kwa hiyo unajua ni vitu ambavyo kwamba kila siku inaendekezwa. God the Father, the Son, the Holy Spirit hakuna. Hamna, si atoe verse. Ndio huyu hapa atoe verse. Acha kwanza tunataja neno Trinity amesema. Subiri kidogo. Atoe verse. Subiri kidogo nimalize. Hiyo si mada. Turudi kwa mada. Tunarudi kwa mada. Kwa hivyo swali ulilouliza kuhusiana na Ellen White. Ellen G. White. Ellen White ni vitabu kama tunazitambua kama hadithi. Sawa? Si mwongozo wetu namba 1 ni Biblia. Ellen White mwenyewe kwa kitabu kingine anaitwa Selected Message anasema if you read anything in my book, in my writings that is contrary to the scripture, follow the scripture. If ukipata kuna kitu ameandika ambao ni contrary na umesoma Biblia ukaona hii contrary akisema wachana na hiyo maandiko, return to the scripture. That is the fundamentals. So na kuna watu kama vile ninasema kama vile Talmud ambao unasema is not a scripture but it can be referenced but it's not the standard to measure your faith. Iko na hiyo kibara hiyo Biblia yako ambao ndio authentic. You read Talmud can only kutumika kusupplement ama kuconfirm 1 or 2 or 3 things. Kwa mfano, hii Biblia kabla ikusanywe ito Biblia, Daniel alinukuu Daniel 9 aya ya pili. Hebu soma Daniel 9 aya ya pili. Daniel 9 aya ya pili. Aya ya pili.
wanaosikiliza hii Biblia bado tunaendelea kuisoma. Kama umeifuatilia katika vipindi zilizopita, tunazidi kusoma hiyo Biblia. 9 aya ya pili. Inasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu. Nashukuru. Alivisoma vitabu. Sawa kulingana vile neno la Bwana lilimjia nani? Yeremia. Ni vitabu alisoma. Lakini kwa wakati huo hakuna kitu ilikuwa inaitwa Biblia. Lakini yale mambo ambayo Yeremia alikuwa anaandika yalifaa kwa mafundisho. Sawa ndio Yeremia Danieli, yale mambo ambayo Mungu aliambia Yeremia aandike ni vitabu, si kitabu. Kuna sasa kuna kitabu cha nani? Cha Yeremia. Lakini kumbe Danieli anasema ni vitabu. Alienda akaangalia vile Yeremia alisema, Mungu alisema nini kuhusu Yeremia, Yeremia aliandika nini. Katika kuangalia hayo mambo akapata jumla plus na revelation Mungu amempatia, akapata jumla ya mambo yote. Kwa nini sasa tuko Babiloni kwa miaka kadhaa wa kadhaa. Kwa hivyo kitabu ya Ellen White si standard ya kumesha wokovu ama nini yetu, imani yetu. Standard ni Yesu Kristo ambao tunamfuata kutupitia neno la nani? La Mungu. Ellen White mwenyekiti anatuongopea hapa kidogo. Na mwalimu Titus anatuongopea kwa hii msingi. Ellen G. White anazungumzia the Adventist. The Advent. Anaamini Advent huyu. Atueleze. Even a Muslim is an Advent. No, I'm asking you in regard to SDA. Do you believe in the Advent? Every person. Yes, I do believe. You do believe in the Advent? According to 1844 vision ya Ellen G. White. No, according to the scriptures, not 1844. Ngoja kwanza, yani scripture najua scripture iko. But according to the vision ya 1844, do you believe in that as an SDA? As which vision? Hiyo ya Ellen G. White. Inasema nini? Sasa si unajua 1844 was not a vision. Was not a vision. No, kuna msingi fulani ametaja pale ya kwamba niko na hizo vitabu hapa. You can quote them. Sura yako nazo. Alikuwa anataka kunihangaisha hapa. Tunamsikia huyu jamaa. Nilisema si msingi. Unajua kuna tofauti ya kusema uko nazo unafanyia nini? Kwa mfano ukiwa na Biblia unafanya tena visa Ellen G. White nini? Subiri kidogo. Kwa mfano uko na Buhari. Sawa uko na Muslim sijui nini. Lakini kuna baadhi ya mambo hata tukinukuu katika hizo Buhari, Waislamu wengine wanasema hapana, tuache turudi kwa Qur'an. Kwa Qur'an wanakataa. Mwingine atakwambia ni dhaifu, mwingine atakwambia sijui si sahihi, mwingine anasema sijui hatumfuati kulingana na vile mambo yamekuja. Sawa Kwa hivyo hiyo si msingi ni Qur'an. Lakini kuna kitu kimoja kidogo. Uislamu na G. White umekujia wapi? Kidogo. Ni mfano, kuna mfano kidogo. Nafikiria hapa Titus ni kama Gerishon amekuweka kwenye kibano alafu anakusikizia tu, anakupa muda alafu unajua kuna kitu kimoja kutoa kibano na Uislamu. Kuna kitu kimoja anasema kwa mfano, uanzilishi na uasisi wa hili dhehebu japo unalikataa kama dhehebu. Ni dhehebu. Huwezi kutenganisha dhehebu na muasisi muanzilishi. Kitu kimoja. Yule ambaye kwamba amewaharibiata ladha na kuwaondoa ni huyu G. White. Na tutakuja kueleza historia yake mbaya. Kwa msingi gani? Huyu anauliza kitu kimoja. Wewe umeongopea. Mimi nimealikwa SDA wote ni marafiki zangu. Nimealikwa na waziri Mdundi, Fondo. Wamenialika kanisani. Mnakoti sana. Umenialika kanisani. Mnakoti sana maneno ya Ellen G. White. Na wakati inazungumzwa ama inasemwa unapata mtu ametia imani. Oh my. You know? Kuna pahali mmemweka katika mioyo yenu. Usimongopee huyu. Huyu ana mambo yake na anajua shida net kwamba anasema ni msingi. Unajua ukisema msingi unaharibu. Ni kama niseme sasa msingi wa Uislamu ni Buhari. Nitakuwa nimeharibu. Msingi wa Muislamu ni Qur'an. Kweli ama si kweli? Let me ask you. Ndio najaribu kuweka kitu fulani. Ili kujibu swali lako. Mpaka compare na Uislamu. Huyu anataka kujua tu hivi. Inaitwa mfano. Wakati unakoti maneno ya mtu ambaye kwamba historia yake na background yake inajulikana.
wameandika Ni vitabu. mtoroka madini. Yeye mwenyewe alikuwa kwa dini. Alafu tofauti na angalia. G. White. Sasa wakati Ni mtu ameyumba kwa dini kadhaa. Si ati ni mtu alikuwa Mimi mwenyewe alikuwa Sunday nikifanya ameama madini tu. hawa Si ati ni mabwana mtu- huko nje. Mimi niko na kitabu inaitwa Tumaini Kuu. Mwandishi mwenyewe G. White. Wakati ninapo quote maneno pale, huyu bwana utakuta kwamba anainuka kutetea ile kitabu. anachamka. Anachemka. Anasema hapana. Kimisquote. Unasikia? Kumaanisha kwamba ako na huba na mahaba na maneno ya G. White. So ikiwa utaquote vile ambavyo yeye haelewi ama haamini, lazima ataweka nyundo juu. Ni kweli, unajua hata kama hata gazeti lenyewe. Sasa ndio nikauliza, Ngoja kidogo. mbona inatetewa kwa kiwango cha verses za maandiko? Hiyo ndio swali yangu. Hii sasa si kweli. Unajua wewe Si ndio yule amesema amekuweka kibano ukanini? Ngoja kidogo. Unajua ukai-defend. Acha niseme kitu fulani hivi. Kila kitu lazima udefend. Hata hii gazeti ama tuseme gazeti, mtu akwambia hapana, headline inasema hivi. Na wao wengine lazima turudi kwa hiyo headline kweli inasema hivi. Sawa hata kama ni mambo ya kawaida. Ellen White kitabu unaponukuu kufaidisha mambo fulani na yasemi hivyo, ni sharti tukukosoe. Hata katiba ambayo imeandikwa na wanadamu, unaponukuu ndivyo sivyo, tunaenda mtu mwingine lazima kukosoe. Sikatai bwana Titus. Na kama ukatai, na kitabu chenyewe cha G. White nilipewa na hao wa SDA. Kuna yule mmoja anaitwa Timotheo, hata naye tutamleta hapa kwa kipindi. Anaitwa ex Imam Timotheo Mishume. Yeye ndiye aliyenipa kitabu hicho. Tena alikuwa kwa mkutano tunafanya debate mjadala, wanagawagawa kwa Wakristo wengine wa madhehebu yengine na kwa Waislamu wasome wamuelewe G. White, wafuate dhehebu lake. Kwa hivyo mimi naunga mkono wewe, na muuliza mbona wako na mahaba sana na G. White? Kwani G. White ni nani katika hii? Ama tunakuwa swali straight tufupishe. Helen G. White ni nani? Ellen G. White kwanza si muasisi wa kanisa. Muasisi wa kanisa ni Yesu Kristo. Hiyo ndio msingi tubiri. Biblia ndio the fundamental belief number 1, the word of God. Sawa any other, hata bibi leo naweza andika kitabu na kitabu hiki kama kitaenda kando na Biblia kinawachwa, lakini naweza andika kitabu kulingana na tumuuliza swali straight. Helen G. White ni nani? Ni mshiriki, alikuwa mshiriki wa kanisa hili. Founder ni nani? Founder wa kanisa ni Yesu. Wa Seventh Day Adventist. How come unaenda against history? Sawa, tukuje hapo. Seventh Day Adventist amesema muasisi ni Yesu Kristo. Tupatie haya. Kanisa. Unajua kuna kanisa? Hiyo bao yenyewe imeandikwa kanisa, ambayo imeandikwa SDA. Seventh Day Adventist Church. Hiyo Seventh Day Adventist Church. Nani ameianzisha? Imeanzishwa na Mungu mwenyewe. Sasa si hajivuruga. Imeanzishwa na Mungu mwenyewe. Wewe unajivuruga. Kanisa imeanzishwa na Mungu. Jina ile ni identity. Hiyo identity nani ameianza? Hiyo identity ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Seventh Day Adventist. We are Adventist. Andiko gani? We are Adventist. Andiko gani? What do you understand by the word Adventist? Usiulize swali, mimi nauliza swali. Lazima ueleze sababu ukisema kwa andiko gani, ukiekelea Mungu na kwambia umemwekelea. Sasa kusema Adventist ni kumaanisha unatarajia marejeo ya nani? Ya Yesu Kristo. Ndio nikasema hata Waislamu the Adventist. No, I am going directly to that word, the Seventh Day Adventist. Vile imeandikwa kwa ubao pale, hiyo mbao nje ya jengo. Nani muasisi? Maana imeandikwa bako wa serikali. Nani muasisi wa hiyo full line hiyo? Ni Yesu mwenyewe. Ellen White hakuna mahali. Nipatie andiko moja Ellen White ndio muasisi. Hata hilo jina likinapochaguliwa Ellen White was nowhere. Oh my God. Was nowhere. Give me one evidence then you muasisi. Yaani umeweka tu shingo ngumu hapa kufunika moshi kabisa. Nipatie vitabu vyake ndio hivi niko navyo 119.